Nilikuwa naishi na mamangu. Siku moja ilikuwa usiku, mamangu aliniita akaniambia, mwanangu, kuna mtu akatokea ukafanya kazi za ndani. Mimi nikamwambia kufanya kazi za ndani mimi sitaki. Akaniambia uje kazi za ndani ziko nyingi. Nikamwambia hata kama zikaje mimi kufanya kazi za ndani mimi sitaki. Nilifika zangu nyumbani baada ya siku mbili mama akaniita akaniambia na mimi mimi basi kwa nishinda tu kuambia kuna mtu amekuja ndao anataka kukuoa. Huyo baba mzuri tu mdogo. Mimi hapa nikafanyaje nikamwambia mama mimi kuolewa sitaki. Nikaa nalia. Nikatafuta kunyanyulia. Kaitwa na bibi yangu. Akaniita nikaenda. Nilienda akaniambia mimi hapa nikuja mama yako, alinifuata, aliniambia kwamba kuna mtu katokea anataka uolewe. Mimi nikamwambia wewe mtoto mdogo, kimeandiko na umri 14. Nikamwambia huyu mtoto mdogo kwa maana tusimuuze. Asome madrasa afuate kisha tumpeleke tena madrasa, yani tuseme bweni. Mama pale akaanza kukosana na bibi, akaanza kugombana na bibi kwa swala lile. Bibi kwa nini mimi nikatae kuolewa? Anikatazie kuolewa mimi. Katokea shughuli. Kaenda pale katika shughuli za tuseme za shule za graduation nikaenda. Tukafanya sherehe, nikasikia kama mtu na umri mdogo anataka kuolewa. Fika kituoni, akataja zile namba za simu, nikachukua zile namba nikaziandika, nikaondoka zangu nyumbani. Nimelia. Mama akasemaje, nenda, nikaondoka zangu. Niliondoka zangu hivyo siku ya pili ile yule bibi akanipa ile simu ili niwasiliane na yule bwana. Aliponipa ile simu mimi nikaichukua ile simu, nikaandika zile namba, nikaanza kuwasiliana na polisi. Nikawasiliana nao akaniambia inabidi ulipate hilo jina la baba na hizo tarehe. Nilifika siku ya pili nikamuuliza mama mimi naolewa tarehe ngapi? Akaniambia tarehe kuhusu ananioa nani? Akaniambia hivi vinavyo kuhusu wewe hapo kaa. Akaja mwenyekiti wa mtaa. Nilipofika usiku akaja mwenyekiti wa mtaa. Akasema wewe ndo Damwana? Nikamwambia ndio. Akaniambiaje sisi tumepata taarifa kutoka kituoni kama wewe unataka kuolewa. Kweli wewe? Nikamwambia kweli. Kwa mwenyewe nikamwambia mimi sitaki kuolewa. Basi mwenyekiti tena akatumwa aende kule eneo la tukio. Akaambia hii ndoa isitishwe. Na nikaendelea kusoma ile shule tuseme hivyo pale ile shule vika kabla kuisha mimi tena akanichukua ofisa ustawi akanileta tena hapa Kiohede. Ndoto zangu nataka niwe mwana design mzuri.